Hii ni Mchondo Online TV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أما بعد، فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفس أولا بالتقوى الله عز وجل، ففي تقواه إصلاح الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، ama ndugu zangu Waislamu wa kitongoji chetu cha hapa Nyabusaru kwenye kijiji cha Nyamle, naihusia nafsi yangu pamoja na kukuhusieni ninyi mnaonisikiliza kwa pamoja, sisi sote tushikamane katika kuyaendea maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na muongozo Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ili Allah kwa huruma yake na mapenzi yake aweze kupokea ibada yetu na tuingize katika pepo. Ama hutuba, ndugu zangu, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala pale ambapo Allah alisema kuntum khaira umma, yani umma zote. Baadhi ya umma Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alitumia kad faddalna, kwamba umma hizi amezifadhilisha, lakini sisi amesema ni umma bora. Kwa nini tunaitwa umma bora? Kwa sababu ya kazi kubwa ambayo tunaifanya. Kazi moja ambayo Allah ametutaka tuifanye ni kwa sababu ya kuamrishana mema na kukatazana yaliyokuwa mabaya. Ndugu zangu katika imani, tukiyafanya mambo haya, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa tayari kuturidhia na kuridhia tunayoyafanya, na mwisho wake ni kutupa mwisho mwema na kutuingiza katika pepo. Ndugu zangu, Allah atujalie tu miongoni mwa hao. Ama ndugu zangu, katika masiku magumu sana, katika mambo magumu sana, katika hali ngumu sana, hakuna hali ngumu kama hali ya kuulingania umma. Hali ya kuilingania umma ni hali ngumu, kwa sababu unapoulingania umma, kuna watu wanakutafsiri kwamba wewe katika watu waliokosa kazi, wewe ni miongoni mwa watu waliokosa kazi. Kuna watu watakutafsiri kwamba unayofanya hayo hauyafanyi isipokuwa ni kwa sababu umeonekana katika watu dhalili, wewe ni mtu dhalili miongoni mwa watu madhalili. Na leo utaona kuna watu wengine wana elimu, wamefikia mahala ukiwaeleza masala ya tablighi, masala ya kulingania, wao wanakueleza. Baadhi ya wengine wanakwambia suala la tablighi ni bid'a, wengine wanakueleza suala la tablighi ni watu wanaofanya tablighi ni watu hawana elimu. Lakini nakuambieni, kama hatukutazama vizuri tukadhani kuna kazi nje ya tablighi, wallahi thumma wallahi ni hasara kubwa tutakayokuwa nayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu Allah amesema ili uwe ndani ya umma bora, moja ya jambo la kufanya ni kuhakikisha unawazungukia Waislamu wenzako na wasiokuwa Waislamu, kuwaambia maneno mazuri, kuwatoa katika giza na kuwaingiza katika nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah na maneno yake anasema, Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan-nuri ila dhulumat. Kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameshachukua dhamana, wallahu waliyu, ameshachukua dhamana, yeye ndiye atakuwa kiongozi ya wale watu waliomwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na akishakuwa kiongozi, Allah asema yukhrijuhum minadh-dhulumat, Allah amewaahidi kuwatoa ndani ya giza, ndani ya upotovu, ndani ya shari, ndani ya maharibiko. Allah amewaahidi anawatoa watu hao ila nuru, na anawaingiza kwenye nuru. Leo mtu ambaye anayeacha mji wake, anayeacha familia yake, anayeacha amali zake, anaacha kazi zake, anakwenda kuwalingania watu, leo anasimama mtu anasema
hao wanaofanya kazi hizo kwanza hawana elimu. Hao wanaofanya hizo kazi za kuzuka, lakini wanasahau Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa anawachukua maswahaba radhiallahu ta'ala anhum, anawapeleka maeneo ya mbali kuliko na dini, anawaambia waende wakawafikishie watu dini. Anamwambia Muadh bin Jabal radhiallahu ta'ala anhu, anamwambia na kuagiza huko, uende huko kijijini, ukifika kule ukikutana nao waambie ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Waambie huko kijijini bado hawajajua, waambie hakika wakubali hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah peke yake, na Muhammad ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume anasema wakishakubali wakaamini, basi waambie jambo la pili, wa aqamu sala, waambie wadumishe ibada ya swala. Yani mtume anamwagiza sahaba afate huko. Leo kuna mashehe wako vijijini, wako ndani ya miji, wana misikiti mikubwa, wanakutana matajiri mbalimbali, wanahadaika na ule utajiri wa wale watu na ukubwa wa misikiti yao na hadhi wanazoona wanapewa ndani ya miji. Wanawatazama wanaotoka kwenda katika vijiji, wanasema hao hawana elimu, kwa sababu wao kukaa mbele ya wale wenye mawaziri, mawabunge, wenye mali, wanaona kwamba ile ndio elimu. Halafu wale wanaotoka kwenda huko kulingania wanaambiwa hawana elimu. Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuwaonyesha, watambue kwamba hivyo viyoyozi wanavyokalia siku ya kiyama, viyoyozi hivyo vitageuka kuwa tanuri la moto. Leo Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kutupa akili, ufahamu, uelewa, utambuzi. Allah subhanahu wa ta'ala anaahidi kwamba hata uadhibu umma mpaka kwanza umma ufikiwe na lile ambalo Allah alitaka lifanyike, na waache yale ambayo Allah hataki yafanyike. Leo imefikia mahala haya kiongozi anayazungumza ni kibri, kwa sababu anaona alipokuwa kwenye msikiti, ule msikiti amewekewa maiki 200, amekaa kwenye msikiti carpet ni sofa, anaona wanaokaa ndani ya turubali hizi tulivyokaa, jua linawaka, akili zinacheza kwa sababu ya ukali wa jua. Anasema hawa hawana elimu ya aina yoyote, ila wao kukaa ndani ya vyoyozi ndio elimu. Ndugu zangu katika iman, tuamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda waja wenye kumlilia, iwe ni kwenye dhiki, iwe ni kwenye tabu, lakini hawaachi kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah anaziona ibada za hao, anaziona ni ibada zilizo thabiti. Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwaambia maswahaba radhiallahu ta'ala anhum, anawaambia la yunajia ahada minkum amala, asifikie mahala akadhani kuna mtu kwamba matendo anayoyafanya yanaweza kuwa ndiyo sababu ya yeye kumuingiza katika pepo. Wale maswahaba wakati wanaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam, wale maswahaba wanamuuliza, wala anta ya Rasulullah, hata wewe Mtume? Maana wewe Allah amesema ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara. Allah hata kama angekuwepo makosa ya mwanzo uliyoyatanguliza Allah ameshasamehe, na hata kama angekuwepo baada ya kuwepo Allah amesamehe. Wala anta, hata wewe kwamba unatuambia hauwezi kutegemea amali. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wala ana, hata mimi, illa an yataghammadani rabbi, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala anikumbatie mimi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam bifadhili rahmati, kwa ubora na huruma, kutokana na ibada bora unazozifanya. Ni ibada gani utakayoifanya wewe ya kufurahia ukiwa wewe umetulia, unajiona wewe ni bora kwa kukaa katika maeneo mazuri, halafu unawaona walioko sehemu zilizo ngumu kwamba wale wako pale kwa sababu wao hawana elimu ya kuwa katika mahala ulipo. Ndugu zangu katika imani, tumuogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimtazama Nabiiullah Sulaiman alayhi salam, wakati Nabii Suleimani anaonyesha umuhimu wa mambo ya jaula yakoje, anaonyesha umuhimu wa mambo ya tablighi yakoje, ni wakati ambapo Suleimani alayhi salam
alipokuwa wamemkusanyia yale majeshi yake, na baada ya kumkusanyia majeshi wamepangwa vikundi vikundi, na baada ya kupangwa vikundi vikundi, Nabii Suleimani wakati anakagua, anafika kwenye jeshi la ndege, anamuona ndege mmoja hayupo. Na Allah asema wa hushira li Suleimani junuduhu min aljinni wal insi. Wa hushira Suleiman, tunaambiwa kwa maneno haya na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba sisi tuna haki ya kukumbuka kwamba alipokusanyiwa Nabiiullah Suleimani junuduhu, majeshi yake aliyokuwa nayo min aljinni wal insi, katika majeshi ambayo miongoni mwao ni majini na wanadamu wa thairi na wale ndege, fahum yuzahun, wakati amekusanyiwa pale ili aweze kuwakagua, anasema jambo la kwanza, wakati wanatembea na yale majeshi wamefika eneo moja, Allah subhanahu wa ta'ala anatuonyesha huruma ya mama kwa mtoto wa kiume. Haya maneno aliyotueleza Allah alikuwa anaonyesha huruma ya mwanamke, ni namna gani mwanamke ana huruma kuliko mwanaume. Na leo ukitazama maeneo mengi, ukiyatazama hata kwenye harakati za dini, utakuta wanawake ndio wengi kuliko wanaume. Angalia, asema hata idha ata ala wadi namlat, wakati Suleimani anatembea na yale majeshi, wamefika kwenye mabonde yale yenye mashimo ya wadudu chungu wale, mdudu chungu mmoja wa kike anamuona Suleimani na majeshi wanakuja. Yule mama kwa huruma ya umama anawaona kwamba wale wakina baba wadudu chungu wa kiume na wale wengine wanawake na watoto, huenda huyu Suleimani na majeshi atawakanyaga, watapoteza uhai. Huyu mama kwa huruma mdudu chungu anawaambia wale wadudu chungu wengine, anasema ya ayuhan namlu, enyi wadudu chungu wenzangu, idkhulu masakinakum, ingieni ndani ya mashimo yenu, la yakhtimannakum Suleimani wa junuduhu. Huyo Suleimani naona anakuja na majeshi yake, asije akakupondeni pondeni, asije akakukanyageni, akakusageni. Aliyakuwa yeye Suleimani maskini anatembea, haoni na hatambui, hajui kama na ukanyageni. Ingieni ndani ya mashimo yenu. Angalia mwanamke alivyo na huruma. Ifqalat namlat, iliposema mdudu chungu wa kike kuwaambia wale wadudu. Leo ni wakina wamama wangapi wanadhalilika, na Waislamu tunaona wanadhalilika na hatuna namna ya kuwasaidia. Wajane wangapi wakina mama leo wanaharibikiwa, lakini leo hakuna Muislamu anayejua thamani ya mjane. Halafu akikaa kwenye vioyozi, akikaa kwenye mimbari kubwa, akikaa kwenye maiki nyingi, anasema hao walioko huko vijijini na wale wanaowafuata huko, wao hawana elimu, ndio maana wameweza kutoka hapa wanakwenda huko. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuhurumie sisi, awahurumie na hao ambao wanaamini kuifanya kazi ya dawa ni watu kukosa elimu, badala ya kuamini kazi ya dawa ni kazi kubwa ambayo anaitaka Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiiullah Suleiman alayhi salam, wakati maneno yale anazungumza yule mdudu chungu wa kike kuwaambia wale wadudu chungu waingie ndani ya mashimo yao, Nabii Suleimani akasikia sauti ya yule mdudu chungu. Asema nini Allah subhanahu wa ta'ala? Allah asema fatabasama dhahika min qawliha, asema fatabasama dhahika, akatabasamu, akacheka. Anasema taajaba, akastaajabu Suleimani. Ibn Abbas anasema ile fatabasama dhahika taajaba, yani Nabii Suleimani akastaajabu sana kuona kwamba ni namna gani imefikia mahala wadudu wanaweza kuhurumiana, lakini wanadamu hawawezi kuhurumiana. Leo haiwezekani watu wanaswali kwenye turubali, jua linawaka, mvua hii ikinyesha watu wanakaa kwenye tope, lakini bado kuna watu hali hii wanapoiona, badala ya kuingia imani wakaingia hofu, wanasema hao walioko huko hawana elimu yoyote ya kufanya. Allah subhanahu wa ta'ala asema innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum, asema muumini wa kweli idha dhukira Allah, akitajwa Allah subhanahu wa ta'ala mbele yao, wajilat qulubuhum, ule moyo unaingia mtikisiko, unaingia hofu. Wa idha tuliyat alayhim ayatu,
na wakisomewa maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala, zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, imani inaongezeka na kwa Allah wanarejea. Ndugu zangu katika imani, leo tunaswali kwenye turubani hizi chini, jua linawaka, lakini fantadhiru saa, msiwi na hofu, msiwi na shaka, msihuzuniki. Allah subhanahu wa ta'ala siku moja atamleta wa kumleta anayemjua Allah, ambaye atajua thamani ya tablighi, ambaye atakayejua thamani ya watu walioko katika maeneo ya mji wanatabika. Allah subhanahu wa ta'ala hatoshindwa kuwaleta, na siku moja tukaona ufalme wa Allah umesimama juu yetu. Allah tujalie katika hao. Nabii Suleimani alipostaajabu akatabasamu akacheka, maneno gani alimwambia Allah subhanahu wa ta'ala? Akasema waqala, akasema rabbi auzighni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Allahu akbar. Suleimani hakupata kiburi kama leo baadhi ya viongozi wanapata kiburi kwa kuonekana wamekaa mbele ya matajiri mbalimbali, mbele ya mimbari zenye maiki mbalimbali, mbele kwenye mimbari zenye maghorofa zenye matajiri wanawatazama. Nabii Suleimani hakupata kiburi kwa kupewa ilmu hii na Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye alimwambia Allah, rabbi, Mola wangu mlezi, auzighni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, naomba unipe nguvu ya rabbi niweze kukushukuru neema zako za kunifanya mimi Suleimani leo naweza kutambua huyu mdudu anasema nini. Maana baada ya mdudu kusema, Suleimani akastopisha yale majeshi, akawaambia tulieni, kuna viumbe wa Allah wanatakiwa waingie ndani ya mashimo yao, ili tukipita tupite tukiwa salama. Hakupata kiburi Suleimani. Leo unapata kiburi, wewe unasema una PhD ya dini, wewe umesoma, umekwenda nje unasoma, unaweza kufikia kiburi cha kudharau watu. Wanawacha miji yao na kazi zao, maisha yao, wanakwenda kukutana na ndugu zao katika vijiji, ndugu zao ambao walikuwa hawana pa kusalia, ndugu zao yatima, ndugu zao hawana kuwaona, wanabaki wanamlilia Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah anawatoa watu, wanakwenda kukutana nao, badala ya wewe kusapoti, wewe unakuwa wa kwanza kutoa kashfa. Allah tunusuru katika hayo ndugu zangu. Asema wala walidayya, nikushukuru wewe, nizishukuru neema zako ulizonineemesha mimi pamoja na wazazi wangu, an amala salihan tardahu, ili niweze kuyafanya yale yaliyokuwa mema mazuri yatakayokuridhisha na kuridhika wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mimi na ninyi ndugu zangu, kila penye uzito Allah tufanyie kwa wepesi, na kila ambaye haoni juhudi hii Mwenyezi Mungu amfanye aione juhudi hiyo. Tunaona katika kulingania dini yake ndiko ambako kuna khairi Mwenyezi Mungu ameziweka hapa duniani, kaburini na akhera. Nabii Suleimani alayhi salam, Allah akaendelea kutukumbusha mambo yake. Aliposema maneno hayo, akaendelea akasema, wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin, na kwa sababu ya hii huruma yako Allah, rehema zako Allah, wa adkhilni, pia na kuomba Allah uniingize mimi, birahmatika, kwa huruma yako, anasema fi ibadika salihin, katika waja wako wema. Hii ndio dua Muislamu anatakiwa aombe. Suleimani hakuweka kiburi. Alikuwa anaweza anazungumza na ndege wakisema anasikia, anaweza kuamuru upepo, alikuwa anaweza kuamuru majini, alikuwa anaweza kuamuru vyovyote Allah alivitengeneza akavidhalilisha kwa Suleimani. Lakini hadhi yote hii haikumfanya Suleimani awe na kiburi, ilimfanya Suleimani adhalilike zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tujalie tu miongoni mwa watu watadhalilika kwa ajili ya Allah. Anasema alipokuwa anaendelea kukagua, asema Suleimani alayhi salam, watafaqada at-tayr, akafika katika lile kundi la wale ndege. Alipofika wakati anakagua, akakuta kuna ndege mmoja hayupo. Nabii Allah Suleimani alayhi salam akasema, faqala mali la ara hudhud, mali ara hudhud, mali, kuna nini leo? Kuna jambo gani leo? Mbona huyu ndege mmoja ambaye ni hudhud mimi simuoni? Kuna jambo gani limeingia leo? Akasema Nabii Allah Suleiman, amkana min alghaibin, kwa sababu anamuona yule Suleiman, yule hudhud ameondoka, hayuko katika grupu la wale kundi. Anasema sasa Nabii Allah Suleiman alayhi salam,
kama huyo ndege kutoroka kwake akirudi, Nabii Suleiman alayhi salam akasema, la uadhibannahu adhaban shadid, nitamwadhibu adhabu kali sana, au la azbahannahu, au nitamchinja, au la yatiyanni bisultanin mubin, au aje na hoja hoja sahihi za wazi. Hakuishia tu nitamwadhibu, hekima, na ndio hekima ya Uislamu. Ukisikia habari ya aina yoyote, ukaambiwa jambo lolote, usipitishi hukumu ya moja kwa moja, weka akiba, kwa sababu hauwezi kujua atapokuja atakueleza neno gani wakati wewe ulikwishapitisha hukumu. Ndio Uislamu unatakiwa kuwa namna hii. Usiamini tu fulani amefanya hivi, basi na wewe inawezekana ulikutana na mtu wa tablighi mmoja, ukamuuliza jambo, akakujibu kwamba mimi sielewi, wewe ukachukua kwamba hawa wote ambao wanafanya kazi ya tablighi kwamba hii tablighi ni bid'a, hii tablighi haina elimu. Hapana. Angalia Nabii Suleiman alayhi salam, kwanza ameuliza kwa nini haonekani ndege, ana jambo gani? Ameamua aondoke katika kundi la jeshi, amehaini, ameasi kikosi. Sasa anasema nikimshika akija huyo ndege huyo. Mambo mawili makubwa Nabii Suleiman anayazungumza mbele ya wale wajeshi wake. Anasema jambo la kwanza, nitamwadhibu vikali, au nitamchinja, au aje na hoja iliyo nzuri ya wazi. Angalia, kumbe huyu ndege Hudhud alikuwa amekwenda kufanya tablighi. Hudhud amekwenda huko kufanya tablighi, hali ya kuwa ya Suleimani hakujua kama Hudhud ametoka pale kwenda kufanya tablighi. Angalia alipoyasema maneno hayo, haikupita dakika mbili akasema, famakatha ghaira baidi, haukupita muda mrefu, muda mfupi, anasema tayari Hudhud akafika kwenye mabega ya Suleimani. Faqala Hudhud, yule akamwambia Suleimani, ahtasu bima lam tuhtu bihi, nimekuja na jambo wewe Suleimani, jambo ambalo nimekuja nalo, wala jambo hilo wewe hujaweza, Mungu hajaweza kukupa. Wewe ni nabii, bosi wetu, lakini jambo ambalo nimekuja nalo kutoka kwenye idara ya tablighi, kutoka umekotoka katika tablighi, jambo nimekuja nalo wewe Suleimani hujalipata. Leo ilikuwa ni furaha kwa mashehe walioko mjini kuona kuna watu tunakwenda kutafuta huko katika vijiji, tunakutana kuna ndugu zetu Waislamu yatima, hawana pa kusalia, hawana pa kusomea, hawana lolote. Tunapeleka taarifa kama hizi, walitakiwa waone kwamba ni jambo kubwa wamelopelekewa. Sasa huyu Nabii Suleimani anaambiwa na huyu ndege kwamba nimekuja na jambo ambalo wewe, jambo hilo wala tena jambo lenyewe sio jambo la hapa karibu. Anasema wajituka min sabai binaba'in yaqin, nimetoka Sabai huko, ambao habari ya Sabai wa Suleimani hauna. Habari gani? Anamwambia, inni wajadtu imra'atu tamlikuhum, nimekuta huko kuna mfalme huko, ni mwanamke, ndio anayemiliki wanaume, ndio anayemiliki vitu vyote, ndio anayewasimamia watu wote, na hao watu walioko hapo hawana wanachokiabudia isipokuwa wanaabudia jua. Hoja. Leo tunaingia kwenye kijiji cha Busaru, tunakuta watu hawana sehemu ya kusalia, watu hawana sehemu ya kufanyia madrasa, watu hawana chochote. Leo ilikuwa ni faida kubwa ya wao kunufaika na watu ambao wamewaacha miji yao wakaenda katika maeneo kutembea, kukutana na vipenzi na waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kun fi dunya ka'annaka gharib, ukiishi hapa duniani hapa uishi kama mgeni au abir sabil au mpitaji wa njia. Usikae duniani ukaamini kwamba hapa duniani wewe utaishi maisha yako ya milele. Hapana, utaishi kwa muda aliopanga Allah, na baada ya kuondoka Allah ataanza kuleta hesabu moja baada ya nyingine. Na ni bahati mbaya ifikie mahala unakutwa ndani ya zile hesabu akaunti yako nzima inasoma mambo yasiyokuwa na manufaa. Ndugu zangu katika imani,
Allah tujalie ndugu zangu katika mimi na ninyi, ili tuweze kuwa miongoni mwa waja ambao wanapoyasikia maneno ya Mwenyezi Mungu waweze kuyafuata na kuyafanyia kazi. Na tuwaombe hawa ambao walioko katika miji, ambao wamekaa wanatulia, wanakula starehe mbalimbali, wanaamini wameumaliza Uislamu, Allah wajulishe ajue bado kuna sehemu, bado ndugu zao Waislamu wanawahitaji, ili waje kuwatekelezea yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayoyahitaji na kuyaridhia na Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Tusahau kumtakia rehema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama Allah alivyosema, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Usiache kusubscribe Mchondo Online TV.